Naam, ikiwa ni asubuhi majira ya saa 12 saa za Afrika Kati, huku ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Anguko la jiji la Uvira kwa M23, hasara ya vita kubwa kutokea ya kikanda. Uvira, watu zaidi ya 413 waripotiwa kuuliwa na magaidi wa M23, huku raia wengine wakililia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba inawaangusha. Kinshasa, serikali ya Kinshasa itaka Marekani kuingilia baada ya anguko la jiji la Uvira, huku serikali ya Burundi ikiahidi uwepo wa vita kubwa kutokea baina ya nchi za ukanda wa maziwa makuu. Na kumbuka pia operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi za jijini Uvira, ambako anguko la jiji la Uvira kwa M23, hasara ya vita kubwa kutokea. Hiyo tarehe 10 za mwezi wa 12 2025 kulishuhudiwa milipuko mikubwa ya mabomu, huku ikiwa ni kilomita chache kutoka ndani ya jiji la Uvira. Milipuko hiyo inasababishwa na mabomu kutoka kwa upande wa M23, kusababisha kuleta taharuki ndani ya jiji la Uvira, na hivyo kusababisha wananchi kukimbia makazi yao, na huku wengine wakipoteza maisha kutokana na mabomu yaliyorushwa magaidi wa M23. Baada ya masaa machache, Uvira ilijikuta mikononi mwa magaidi wa M23, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikizidi kuwatia moyo wananchi kubaki majumbani kwao, kama wanavyosimulia baadhi ya wanaharakati wa masuala ya haki ya binadamu. Kwa ripoti kamili kutoka jijini Uvira, huyu hapa mmoja kati ya waandishi wa Baraka1 TV, Roger Seko, akileta taarifa zaidi. Mji wa Uvira tayari mikononi mwa magaidi wa M23 tangu mida za mchana wa hii siku ya tatu ya tariki 10 Desemba mwaka 2025. Kabla ya hayo, mziki wa silaha nzito zilisikika katika mji wa Uvira, ukiwa na umbali wa kilomita chache na mji wa Burundi. Jioni ya siku ya pili, vikosi vya jeshi la taifa la FARDC vilionekana kuacha mji wa Uvira katika mikono mwa wazalendo na kujielekeza katika kijiji cha Makobola tarafani Fizi, wakiita kwa kimombo repli strategique. Kwa mamia ya wakongomani wamekimbia mji wa Uvira na kujielekeza Burundi, ambapo mida za mchana nchi ya Burundi ilitangaza rasmi kufunga mipaka yake na kuongeza vikosi kwenye boda ya Kongo na nchi ya Burundi, baada ya kusikia kwamba mji wa Uvira uko mikononi mwa M23 AFC. Hali hii inaleta hofu kwa wananchi na raia wote ambao wanaishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na imeonyesha uoga katika hali ambayo inakuwa ya uoga sana kwa raia na vita inavyoendelea mashariki mwa Kongo. Vilevile katika vita hivyo inayokumba mji wa Uvira yapata sasa miezi kadhaa, M23 AFC walikuwa wakitaka kutoboa ukuta uliokuwa ukifungwa na jeshi la Burundi na FARDC na wazalendo. Hali inaikumba sasa mji wa Uvira. Mbunge wa kitaifa mchaguliwa wa Uvira, Justin Bitakwira Biona Hai, alisema kwa media kabla ya matukio haya, na akitoa wito kwa viongozi wa DRC kufanya liwezekanalo ili kupambana na magaidi wa M23 AFC, ambapo viongozi walifumbia macho wito wake. Kufuatana na media African Arabia, M23 AFC wanaelekea maeneo mengine
kabla tariki 25 Desemba mwaka 2025. Kufuatana hali iliyokumba mji wa Uvira kuanguka mikononi mwa M23 AFC na kufungwa kwa mipaka pembezoni na mji wa Uvira, jibu la karibu ni kutoa misaada za kiutu, amehakikisha Pascal Confavre, msemaji wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Ufaransa. Hali hii imepeleka kuleta lawama kwa Jenerali Amuli Chiviri ambaye baada ya siku chache kiongozi wa jeshi alikuwa akiongoza jeshi la taifa FARDC katika maeneo ya mapambano, tukitaja Luvungi, Sanje, Katogota, Bilalumbili na mengine katika nyanja za juu za tarafa la Uvira, milima inayoinukia katika mji wa Uvira, ambapo muda huu mji wa Uvira umeanguka mikononi mwake jenerali alikuwa akiongoza jeshi la taifa Amuli Chiviri. Ikumbushwe kwamba kabla ya kuanguka kwa mji wa Uvira, kiongozi aliyekuwa akiongoza aliyekuwa akitaka kuongozwa ilikuwa ni Gasita, ambaye alikataliwa na wananchi wengi sana kwa sababu ya kusema kwamba alikuwa pamoja miongoni mwa wale walioangusha mji wa Bukavu. Kuanguka kwa mji wa Uvira jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msemaji wa government ya DRC Patrick Muyaya Katembwe amesema anasubiri Umarekani kama vile kiongozi wa mikataba iliyosainiwa huko Marekani Washington kuamuru vikosi vya Rwanda kutoka nchini DRC, swala ambalo limeleta utata na gumzo kwa hali ya sasa inayoendelea kuzorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zilizopo, vikosi vya wazalendo vimeonekana katika maeneo ya milima nyanda za juu ikielekea katika maeneo ya bondeni mwa mto Ruzizi. Vile vile imeleta gumzo ya kusema kwamba jeshi la taifa FARDC baada ya kutua katika maeneo ya Makobola wamepewa oda kurudia katika mji wa Uvira ambayo itayarisha kwa mikononi mwa M23. Nikiripoti kwa niaba ya Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, tubaki tu humu ndani jiji la Uvira ambapo watu zaidi ya 413 waripotiwa kuuliwa na magaidi wa M23. Serikali ya jimbo hiyo tarehe 10 ya mwezi wa 12 kuamkia tarehe 11 ya Disemba 2025, serikali ya jimboni Kivu ya Kusini imeweza kutoa takwimu kubwa ambayo ni ya kipekee, haijawahi kufanyika ndani ya siku chache, ambayo ilitoka kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 10 ya Disemba jijini Uvira. Zaidi ya watu 413 ndio wanasadikika kuwa wameuliwa na magaidi wa M23. Matukio hayo yameonekana ni mauaji ya kimbari ambayo hayajawahi kutokea ndani ya masaa machache kutokana na vita ambayo imeanzishwa na magaidi wa M23. Kupitia tangazo ya tarehe 10 ya mwezi wa 12 2025, serikali ya jimbo imeweza kuiweka Uvira ikiwa ndani ya mji wa watu ambao wameweza kuchanganyikiwa kutokana na milio ya risasi nzito pamoja na mabomu kutoka kwa upande wa magaidi wa M23. Hayo yakiwa yanaendelea, maeneo mbalimbali, kata mbalimbali ziliweza kushuhudiwa mabomu kwa magaidi wa M23, na huku wananchi wakilia vilio kwa kupoteza baadhi ya ndugu zao. Akupa maisha yo. Kana kufa mie. Na bibi shego kwa hospitali. Watu wa Uvira mukwe ange, watu wa Uvira mukwe ange. Munaona gisi M23 inaanza uwa bagarso. M23 inaanza uwa watu Uvira, batu wa Uvira mukwe ange. Munaona gisi wanakuta watu munyumba juni wanaume wanawapiga wote masasi hapo wanakufa hapo. Batu wa Uvira mukwe ange sana. Ikapiga mabomu polisi ya 6
polisi ya Sisabo. Saa hii niko nasema kuyapita 30 minutes. Batu kutoka Kakombe Kasenga banajimwanga au kumlongwa. Tunawauliza, mnakuya mwa hii masase juu ya nini? Aseme hiyo si Kakombe, banaanza chinja watu. Banani ti Banyarwanda. Na njoo gisi umwango muko polisi ya 50 ome. Benye wanakimbilia umwango pamoja na mama na baba na watoto. Nawaambia muingie na hivi tunaingia na tuna bunda. Tunalala machini ya vitanda hatusemi. Ndio hivyo tunaisha anaanza chinja watu Kakombe. Nadhani teknolojia kama iko na inaangalia itaona so maana kama kuko gisi sijue kama kuko gisi ya kutetea hawa wenzetu Banyarwanda hao banaambia banadeklara wakati wanaona wenzao wanaanza ingia magumu kama hii. Deja kupale hapo ndio kwe vie huyu banampiga masasi ndio hapa wote wanalala hapa kupale hapa kunyumba hapa kabisa. Ya hatari sana. Mungu atusaidie, Mungu atulinde. Wako watu 5 kabisa wanapigwa masasi. Hatari. Ukiachana na maeneo ya jijini Uvira, maeneo kama Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bwegera, Luberizi, Mutarule, Lemera, Sange, Kiliba, watu wengi wamepoteza maisha, na hizo ni takwimu kutoka katika serikali ya jimbo inaongozwa na gavana Jean-Jacques Purusi. Hadi sasa wanaozidi kuonekana ndani ya jiji la Uvira ni hao magaidi wa M23, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na FARDC baada ya kujiondoa wameanza kurudi tena jijini Uvira kwa lengo la kwenda kukabiliana na magaidi wa M23. Wanajeshi zaidi ya 7,000 wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbia vita wameonekana kuanza kurudi tena jijini Uvira kwa lengo la kwenda kukabiliana magaidi wa M23, huku wakishindikizwa pamoja na wazalendo. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV. Mungu basuda wazungu. Basuda wangu. Wazungu waninda. Basuda kama chubazalendo bia wa Basuda wazungu, basuda sadari yangu. Isupe na este banyomone tuzungu. Simana biso nyonso dia basuda banini baya banini sana. Sinyo sope yu banini tuma shikaka. Baada ya taarifa hizo, tuingie huko jijini Kinshasa ambako serikali ya Kinshasa yaitaka Marekani kuingilia kati baada ya anguko la jiji la Uvira, huku serikali ya Burundi ikiahidi uwepo wa vita kubwa ya kikanda kutokea. Anguko la jiji la Uvira limekuwa ni la kipekee na pia limeweza kuiweka M23 kwenye ngazi ya tofauti, huku nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani zikitoa tangazo la pamoja la M23 kuweza kujiondoa mara moja jijini Uvira na kuacha mara moja mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Serikali ya Kinshasa kupitia msemaji Patrick Muyaya ameweza kuionyeshea Marekani uwazi wa kwamba licha ya makubaliano yaliyofanyika Washington, serikali ya Kinshasa ilikuwa inajua kwamba lazima Kigali haitoheshimu makubaliano na hivyo yatafanya kile ambacho walikuwa wametarajia kukifanya tokea hapo awali, na hivyo kutaka Marekani kuweza kuingilia kati. Mengi na zaidi, huyu hapa msemaji wa serikali DRC bwana Patrick Muyaya. Il y a des garde-fous. De toute façon, nous savions que
le Rwanda n'était pas de bonne foi dès les débuts. Dès le début. Dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Évidemment, le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche. Et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda, accompagné de son fils, le M23. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Et d'ailleurs, hier, vous avez suivi qu'il y a eu ces communiqués unanimes du groupe de contact de tous les partenaires internationaux, ça veut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui demandent au Rwanda de cesser toutes ces activités et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Je rappelle que la signature a été faite à l'Institut Institute for Peace, comme United States Institute of Peace, mais qui est devenu Institut Donald Trump. Donc c'est la première grande activité qui a été organisée dans ces sites qui porte le nom du président américain. Et donc le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier, on a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain, c'est une preuve supplémentaire, en réalité, qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous, travaillent pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des Affaires étrangères l'a déjà fait, donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer que l'accord produise les effets escompté. On ne peut pas continuer à laisser prospérer tous ces massacres et tous ces crimes qui sont commis sur des femmes, sur des enfants, de manière impunie pendant longtemps. Et si vous avez lu les communiqués qui est ressorti, ils parlent de ces engins de la mort, de ces drones qu'on envoie sur des objectifs civils parce qu'il faut s'aimer la terreur. Et donc nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le sol Congo. Hayo yakiwa yako yanafanyika na waziri wa mambo ya nje wa Burundi ameweza kuitaka serikali jamii ya kimataifa kuwapiga marufuku na kuongeza vikwazo serikali ya Rwanda kwa kuendelea kuwasaidia magaidi wa M23, huku pia kukiwa kuna muungano wa mamluki wengine wakipigana upande wa M23, na endapo hilo litafanyika, basi kuna uwezekano wa vita hii kutanuka na kuwa kubwa zaidi. Mengi na zaidi nazungumzia waziri wa mambo ya nje kupitia redio ya Ufaransa. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la ville d'Uvira pourrait être menacée? Oui, la ville d'Uvira est menacée depuis le 2, quand ils ont intensifié les combats. Bien sûr, c'était avec le renfort venu du Rwanda. On a vu des camions remplis de militaires. Première fois, 17 camions remplis. Deuxième fois, 22 camions remplis qui traversaient de Bugarama, une localité du Rwanda, pour traverser vers la frontière congolaise. Et ils ont aussi utilisé des armes lourdes, de l'artillerie et puis des drones kamikazes et des drones de fabrication turque. Mais du côté des FARDC et de votre task force, il n'y a pas de drones? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sur terrain. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les assaillants ont une supériorité aérienne, c'est ça? Bon, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que nous regrettons, c'est que ce sont des armes qui tuent à l'aveuglette. Ils ont lancé les bombes sur les populations civiles qui ont obligé les gens à fuir les localités. Donc, nous avons maintenant beaucoup de réfugiés qui affluent vers le Burundi. Et pour ces réfugiés qui fuient vers le Burundi, est-ce que la frontière est ouverte? Oui, la frontière est ouverte et nous avons déjà depuis 3 jours enregistré plus de 30 000 réfugiés demandeurs d'asile.
Alors la ville congolaise d'Uvira est à quelques 20 kilomètres à peine de la capitale économique du Burundi, Bujumbura. Si les rebelles et leurs alliés rwandais entrent dans Uvira, vous réagirez comment ? En tout cas, toutes les options sont sur table parce que Uvira et Bujumbura sont des villes côtières et ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura. Donc le Burundi est prêt à user de tous les moyens pour protéger sa population et ses frontières. Et pourquoi dites-vous que ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura? Parce que les deux villes sont très proches, c'est les deux villes jumelles au bord du lac Tanganyika, c'est ça? Oui, c'est ça. De Bujumbura, vous voyez l'autre côté de la rive, et Uvira est là, et d'Uvira, vous voyez Bujumbura. Et donc, c'est à quelques minutes de conduite, de route, si vous voulez. Et dans cette hypothèse-là, vous estimez que vos intérêts vitaux seront menacés? Oui, bien sûr, nous serons menacés. La capitale économique sera menacée et les mouvements des biens des personnes entre nos deux pays sera perturbé et le flux des réfugiés, bien sûr, avec la pression que ça exerce sur les ressources que nous avons. Donc là, c'est une menace directe sur le Burundi. Parce que vous craignez peut-être l'arrivée au Burundi de dizaines de milliers de civils fuyant la ville d'Uvira, c'est ça ? Oui, ils sont déjà en train de fuir. Et puis, quand les gens fuient, même si vous faites le contrôle, il peut y avoir des malfaiteurs qui se cachent dedans ou même des combattants qui se cachent dedans ou pour, en fait, servir d'éclaireurs sur le sol burundais. Donc, les enregistrements s'accompagnent de vérifications minutieuses pour justement éviter qu'il y ait des gens armés qui puissent se faufiler entre les réfugiés. Et vous dites qu'en cas de prise d'Uvira, vous prendrez toutes les mesures nécessaires. De quelles mesures s'agit-il ? Ici, je ne peux pas donner les détails, mais toutes les options sont sur la table. Option militaire ou option politique ? Le tout. Parce que déjà, sur le plan militaire, vous êtes sur le terrain congolais. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? On est sur le terrain congolais, mais toutes les ressources n'ont pas été déployées. Peut-être il y aura des mesures supplémentaires. Vous avez des troupes en réserve ? Vous savez, toute l'armée burundaise n'est pas en RDC, ça ne peut pas se faire. Mais s'il le faut, il y aura des renforts burundais qui traverseront la frontière vers le Congo, c'est ça que vous nous dites ? Oui, j'ai dit que toutes les options sont sur table. S'il faut des renforts, s'il faut quoi que ce soit, tout est sur table. Et je pense que aussi, si le président Trump croit en cet accord, et vous savez, les États-Unis, c'est une grande puissance. Quand les États-Unis parlent, je crois que c'est difficile de fermer les yeux, de boucher les oreilles. Donc, il suffirait que les États-Unis mettent un peu de pression sur Kagame et je pense que le reste va se résoudre. Parce que le M23 sans Kagame, sans le Rwanda, ce n'est rien. Et pratiquement, le Rwanda est devenu un facteur de déstabilisation. Et concrètement, dans les 2 ou 3 jours qui viennent, qu'est-ce que vous attendez de Donald Trump ? Non, c'est à lui de décider comment le faire. Parce que si l'accord est signé et qu'il n'est pas appliqué, et que c'est lui qui avait mis les efforts, qui avait convaincu les deux chefs d'État à se rendre à Washington pour signer, et que ça reste dans les tiroirs, donc je pense que ça serait aussi une humiliation pour les Américains. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka asubuhi ya tarehe 11 mwezi wa 12 2025 saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, na hii ni Amka na Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Matukio mengine ya Uvira utakuja kuyasikia saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 jioni. Bye bye. Gouvernement gani? Gouvernement gani? Gouvernement gani? Non. Para.
Chamo wana si toangi. Dala niveau. Agave ati. Kalunga. Tuzali. Masua mboka kweli. Wana.